Nafikiri kwa sababu Kanumba alikuwa na kitu cha pekee yake kabisa yani. Kanumba alikuwa ni mtu ambaye anaifikiria hii sanaa kwa mapana makubwa sana. Sio mtu ambaye alikuwa anafikiria kwa hapa. Yani alikuwa anawaza mbali sana. Nafikiri tungefika viwango vikubwa zaidi hapa. Vipi mtazamaji wa 6 Media, nao tuko na moja kati ya wasanii ambao muda mrefu sana wanafanya game ya uigizaji. Mambo Mainda? Safi. Mzima. Yaani tushazoea kwa jina la Mainda yani. Unajua mwingine kumwambia jina lako ni nani, ukimwambia jina tofauti anaweza asiamini. Akajua jina lako ni Mainda. Ni kweli. Ni kweli. Watu wengi hawajui jina langu halisi. Washalizoea jina la Mainda. Okay. Leo tumeona umekuja hapa kwenye jambo la kwa maombi utashinda. Hii ni kampeni ambayo mmekuja nayo nyinyi watoto wa Mama Ongea na Mwanao na mmefika hapa. Kwanza tuseme tu kwa uchache, wengi wanadhani hichi mnachokifanya nyinyi ni kufanya kampeni. Wengi wanaamini hicho, lakini kwa maneno ya Steve amesema kwamba nyinyi mko kwa lengo la kusupport amani na maendeleo ya nchi. Pengine labda unaweza kuweka sawa upande wako hii mikali. Watu wengi hawajui taasisi ya Mama Ongea na Mwanao sio taasisi ambayo inahusika na mambo ya kampeni tu. Ni taasisi ambayo inahusika na vitu vingi sana, inagusa jamii kwa kila engo yake. Sema taasisi ya Mama Ongea na Mwanao inasimama kwa sura ya mama, kumwakilisha mama, kwa sababu Mheshimiwa Rais hawezi kufika kila sehemu. Sijui umenielewa. Kwa hiyo taasisi ya Mama Ongea na Mwanao inakuwa kama sehemu ya uwakilishi wa mama. Umenielewa? Lakini pia inagusa jamii kwa wakati mwingine, kwa sehemu nyingine zozote. Kama hivyo umesikia sasa hivi mwenyekiti amezungumzia kwamba tunatakiwa kwenda kuwagusa wamama wajawazito ambao wanakaribia kwenda kujifungua. Umeona? Kwa hiyo inagusa engo nyingi sana. Umeona kama vile kuvisha viatu. Juzi kati tu tulizindua kampeni ya gesi kwa ajili ya nishati safi, kwamba inawafikia pia wamama wa vijijini, kwamba watu wabadilike. Sasa hivi watu wanatumia kuni. Kuna yani vitu vingi sana. Okay. Sawa, tutegemea labda siku moja na utakuwa umeingia kwenye pande mzima wa siasa kama wengi wanavyofanya siku hizi. Kiukweli bado sijafikiria. Mimi bado niko kwanza kwenye hii tasnia ya uigizaji. Hizo sehemu zingine bado. Nitakuwepo tu kama kusupport kama hivi, kama tulivyokuwa kwenye taasisi ya Mama Ongea na Mwanao, tuna support, umeelewa Kwa sababu maisha ni siasa, maisha ndio haya tunaishi, umeelewa? Maisha siasa, maisha tunavyoishi na kila kitu. Kwa hiyo sio moja kwa moja niingie kwenye siasa direct, lakini kwa hivi ninavyosimama tu, hata hivi tunavyo support kwa njia moja au nyingine, bado pia tuko kwenye siasa. Lakini kuingia huko si kugombania au ni hapana. Sio mambo yako. Sio mambo yangu. Hata kidogo. Sijafikiria na wala sijifikirii. Okay. Wengi walikuwa wanajiuliza Mainda yuko wapi? Kipindi fulani hivi ulidisappear. Seriously watu wakawa wanajiuliza Mainda yuko wapi? Mbona hatumuoni? Labda pengine wengi walikuwa wanatamani kujua ule ukimya ulikuwa ni sababu gani. Kuna watu wajua watu wagomvi eti tutakwambia Mainda eti alifungiwa hata. Akaambiwa sihusishe na maigizo kabisa. Mimi nilikuwa naendelea na maisha mengine kama kawaida. Unajua watu, mimi sio mtu wa media kiukweli. Yaani watu wanaonijua wanajua hivyo. Mimi sio mtu wa media kabisa. Yaani sio vitu vyangu. Na kwanza mimi ni muoga sana wa interview. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia ndio sababu ya watu wengi kuniona. Lakini siku zinapozidi kwenda, unajua sasa hivi utandawazi umebadilika tofauti na enzi zile. Kwa hiyo unajikuta kama hivyo, unabidi tu unakubali kwa shingo upande. Hakuna namna hiyo. Kwa hiyo tulia na masuala yako mengine, na sio kama wengi wanavyodhani kwamba kuna mtu alikataza kufanya masuala mazima ya sanaa. Kwanza kabisa hakuna mtu ambaye anaweza kunizuia mimi kwenye career yangu. Sio, umeelewa? Kwa sababu wakati nilianza mimi mwenyewe. Hakuna mtu ambaye alinishawishi. Kwa hiyo yoyote atakaingia katika maisha yangu ajue kwanza kazi yangu ni nini. Ukiona nimetoka huko ni mimi mwenyewe, lakini sio mtu ambaye ameniambia mimi nitoke. Hakuna. Kuna ile bondi fulani ambayo ulitengeneza wewe, Johari, Kanumba, Hari Kigosi, ambayo ilisumbua sana mpaka leo. Ukiangalia baadhi ya clip ya movie zenu zile bado zinafanya vizuri. Wengi wanajiuliza Mainda mbona siku hizi sio kama zamani na Johari, hatuoni leo karibu, labda Johari kwa sababu yeye anajiendesha mwenyewe, ana kampuni zake, Mainda, yani vitu kama hivyo watu wanajiuliza. Labda tujue uhusiano wako sasa hivi na Johari uko vipi? Mimi sijawahi kuwa na uhusiano mbaya wowote na Johari toka kipindi hicho. Sijawahi kuwa na mahusiano mabaya. Na tuko poa. Ni labda tu kwa sababu hatufanyi kazi kama zamani. Unajua mimi na Johari tulikutanishwa
na Kaole Sanaa Group, na hao wasanii wote ambao umewataja wakina Kanumba wote tulikutanishwa na Sanaa Group, na tulipokuwa Kaole Sanaa Group ile ilikuwa ni kama familia, tulikuwa tunalelewa kama familia, na ndio maana mnaona tulikuwa na ukaribu vile. Lakini hivi unajua maisha watu tunapokuwa hata kwenye familia, mnaelewa kwenye familia moja, kuna watu kuanza maisha yake, mwingine anaolewa, mwingine anaoa, kwa hiyo hamtakuwa nyumbani kama vile ilivyokuepo, sio, umeelewa? Na vile sasa hivi nani Kaole Sanaa Group kama haipo, ambayo ingekuepo tungesema ingeendelea kutukutanisha, lakini kwa uzuri bado tuko pamoja. Hata kama kazi kitokea nafikiri tutafanya hivyo, tuko pamoja, tuko vizuri, hakuna shida. Yeah. Lakini hatukuoni kwenye kazi zake na kampuni. Kuna kitu fulani hivi kipo, tuambie jamani. Na sasa mimi nafanya kazi, bado nafanya kazi. Nikisema unione kwenye kazi zake, sasa ile ni mipango yake yeye mwenyewe na kampuni yake. Sijui umenielewa. Aidha labda kazi zake, story zake mimi hazinihitaji. Sijui umenielewa. Kwa hiyo mimi naamini story ndio inamtaka mtu, sio mtu ndio anataka story. Kwa wakati ukifika tutafanya. Tutafanya. Wakati ukifika tutafanya. Kwa wakati ukifika tutafanya, tukikaa mezani tukakubaliana. Why not? Kwa shida iko hapo? Hamna shida. Wanawake tunasupportiana. Tunapeana michoro. Okay, sawa. Ni kipindi kirefu sana uko kwenye game na umefanya game miaka mingi sana. Sasa hivi kuna wimbi la wasanii matamthilia haya kwenye station yanaendelea huko. Wewe kama mwigizaji mkongwe, unaona soko la filamu Tanzania linapanda ama linashuka kwa namna yake? Kwa sasa hivi nisiwe mnafiki. Sasa hivi soko linapanda kiukweli kabisa, sio kama zamani. Sasa hivi soko linapanda, asilimia kubwa tunaendesha maisha yetu kwa kazi hiyo. Umeelewa? Soko linapanda. Tulikotoka na hapa tulipofika, alhamdulillah, mambo mazuri. Sasa ni gani anakuvutia zaidi wa kike? Karibia wote wanafanya vizuri. Mpaka unamwona mtu bado amestiki kwenye industry, ni msanii mzuri. Karibia wote, wasanii wote wa kike mimi nawakubali. Kiume. Acha nitasema Mariam Steven Kanumba. Ni msanii wangu pendwa kikweli, alikuwa anafanya kazi nzuri, ni msanii mzuri, alikuwa anajituma, alikuwa na vitu vya kipekee yake. Umeelewa? Alikuwa hataki kufanana na mtu, alikuwa na mawazo mapya. Bado nitasema mwingine JB. Yes. JB Big Daddy, yani yule kwa sasa hivi tunaweza kusema anashikilia gurudumu. Yuko vizuri sana. Yani tunajivunia yeye. Kwa nafasi ya Kanumba sasa ameshikilia JB. Yes, tunaweza kusema hivyo. Sababu kwanza unajua katika sanaa tunahitaji watu ambao wanabadilika, sio watu ambao wanakuwa vile vile. Sio, umeelewa? Watu ambao wanabadilika. Baba JB ni mtu ambaye anabadilika kila siku. Yaani anaenda na wakati. Anajua Watanzania wanahitaji nini, mashabiki wanahitaji nini. Yaani ukimwona kwanza hachuji. Kila ukimwona unaona bado anavutia. Kazi anazofanya, wewe unaona kama sasa hivi ni tamthilia inaendelea sasa hivi. Iko vizuri sana. Anafanya vizuri. Yaani ukikaa unaangalia unajifeel kwamba kuna kitu unaangalia. Mainda, siku hizi unapendeza. Kawaida. Sasa unajiuliza nani huyo? Kawaida, hamna. Hata wasingi wana kawaida tu, hamna mtoto, ni mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe tu. Hakuna mtu bwana, ni mimi mwenyewe tu. Kweli? Kazi zangu ndio zinafanya mimi nipendeze. Au kuna mtu pembeni labda anazingatia na nini? Alafu watu wamoja sasa tumuone kabisa. Watu watumuone. Usilichokonoe bwana, hamna kitu. Hawa ya kitu msinga. Posti kabisa. Msinga, lakini sio kwamba nafasi zipo. Bwana, unapenda mwanaume na gani? Mimi msarabu, anajiheshimu, chapakazi, smart. Mwelewa, smart kimuonekano, smart kiakili. Okay. Awe anajielewa. Kikubwa zaidi awe na hofu na Mungu. Na swali moja hapo kwa dadangu Mainda. Jana ilikuwa ni miaka 13 ya kuadhimisha chale kuwa moja kati ya mwigizaji nguli kabisa marehemu Steven Kanumba, na wewe pia ulishawahi kufanya naye kazi kadhaa. Nataka tuanzie hapo kwenye kazi ambazo umefanya na marehemu Kanumba. Ni ipi kazi ambayo mpaka sasa hivi inaishi kwenye kichwa chako, nasema ile kazi ilikuwa ni best sana? Kuna tamthilia kadhaa nilifanya nayo, lakini kazi kubwa sana ambayo mpaka leo bado inaishi ni Johari Japana Part 1. Ile bado. Kwa sababu ile ndio ilimtambulisha kwa ukubwa sana mimi na Mariam Steven Kanumba. Na labda the way pengine angekuwepo mpaka sasa hivi, huenda tasnia ingekuwa zaidi ya hapa.
Nafikiri kwa sababu Kanumba alikuwa na kitu cha pekee yake kabisa yani. Kanumba alikuwa ni mtu ambaye anaifikiria hii sanaa kwa mapana makubwa sana. Sio mtu ambaye alikuwa anafikiria kwa hapa. Yaani alikuwa anawaza mbali sana. Nafikiri tungefika viwango vikubwa zaidi hapa. Yeah. Kwa namna game lina miss kwenye engo gani ukiangalia wewe kama mwigizaji? Mimi kwenye utunzi, ushiriki wake katika kazi, ubunifu wake na kuwaza mambo makubwa. Nafikiri sasa hivi kama uliona tayari shavuka mipaka Kwa hiyo sasa hivi nafikiri tungekuwa mbali zaidi. Yeah. Kwa sababu alikuwa Kanumba alikuwa na uthubutu. Alikuwa sio mwoga. Alikuwa haogopi gharama, alikuwa haogopi watu, japokuwa watu walikuwa wanafika stage wanaanza kumkejeli kuhusu lugha, lakini yeye alikuwa hajali kuhusu hilo. Umeelewa? Yeye alikuwa anaangalia vision yake ni nini. Sio, umeelewa? Alikuwa anaanza kile ambacho anakifikiria akifikie. Na alhamdulillah alikuwa anavifikia. Lakini umesema hapo kwenye gharama. Kwani kuna baadhi ya watu kwa sasa hivi wanaogopa gharama kwenye masuala mazima ya kuandaa movie labda? Siwezi kusema kama wanaogopa. Mimi nazungumza kwa sababu Kanumba nilikuwa namjua. Sio, umeelewa? Kwa sababu nilikuwa nao, tulikuwa karibu, tunaona jinsi ambavyo anafanya kazi zake. Kwa hiyo ninamzungumzia yeye kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa naona hata maandalizi yake. Na mtu ambaye hata kukikaa mkiongea unaona uthubutu wake kwamba alikuwa haogopi kupoteza. Kwamba anasema mimi nafanya sijui kama nitapata faida, lakini nafanya ili kwa kufanya hiki kitu kiende mbele zaidi. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa haogopi kupoteza. Yeah. Hivi unafikiria siku moja labda kuingia kazini labda na kwa sasa hivi kwa miaka hivi karibuni labda ukaingia kazini na Ray Kigosi pamoja na Chuchu Hans wote kwa pamoja, yani mkaingia kwenye movie moja? Hapana. Hapana tu, sina jibu kamili lakini sema tu hapana. Kwa nini? Sina jibu hula moja kwa moja. Labda maana kuna maneno ambayo yalikuwa yanaendelea chini bado yanaishi yale watu ambao walikuwa wanaongea labda. Maneno gani? Kuhusiana na Ray Kigosi, Chuchu Hans pamoja na Mainda. Hapana, mimi sina maneno yoyote kuhusu wao. Wala hakuna kitu chochote. Kwa nini sasa auishi hata siku moja kuingia nao? Kwa mimi hapa, mimi sijafikiria kwa sababu sio mwandaji wa kazi. Mimi am not a producer, si umeelewa? Kwa hiyo ningekuwa ni producer at least ningesema kwamba ninawaza siku moja fulani na fulani nitamchezesha. Si umeelewa? Mimi ni msanii. Kwamba mimi mtu akinitaja na niita naenda kushiriki katika kazi zake. Kwa hiyo ukiniambia mimi ningekuwa producer ningekuwa na jibu la moja kwa moja kukujibu hilo. Uongo. Lakini kwa sababu mimi sio producer siwezi kukujibu moja kwa moja. Lakini umesema ufikirii, yani umesema ufikirii kufanya nao kazi. Sifikirii, ndio maana nimesema sifikirii kwa sababu sijafika stage za kuwa producer. Ningekuwa producer ningekuwa na say. Umeelewa? Ndio maana nimesema sifikirii. Labda siku moja nikija kuwa producer ninaweza kusema sawa, kama kazi yangu inawahitaji nitawaita. Chuchu Hans ni mkali sana ni mzuri. Kwenye kuigiza. Sana, ni mzuri. Unamkubali sana. Ni mwigizaji mzuri. Yaani kumkubali, umeniuliza kuhusu wanawake. Nimekwambia mimi wanawake wote wanaigiza vizuri na wote nawakubali. Akiwepo na yeye. Naye si mwanamke, ni mwigizaji, akiwepo na yeye pia. Okay, tuongee kwenye engo ya mahusiano. Ray na Chuchu Hans ni wana mahusiano. Mahusiano wao unayapenda? No comment. No comment. Unapenda mahusiano yao? No comment. No comment. Acha bwana. Ni kapo nzuri. Kwa macho mazuri, unaona ni mazuri lakini no comment. Unaona mazuri kwani kuna shida? Hakuna shida, hakuna shida. Hakuna shida. Unataka nikulie kapo nzuri. Kapo nzuri. Sio wana mtoto, kapo nzuri. Asante sana kwa muda wako Mainda na God bless you kwenye kazi zako. Amen, amen. Asante, nashukuru sana.